Habari za wakati huu ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii. Leo tunazungumzia hali halisi ya kisiasa nchini Tanzania na utabiri uliofanyikwa na Kigogo, ambapo mvutano bado unaendelea baada ya uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025. Tundu Lissu bado yuko kizuizini. Chadema inazindua operesheni za shinikizo na Rais Samia Suluhu Hassan anaendelea na mbinu zake za utulivu na umoja. Tangu uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka 2025, Tanzania imeingia katika awamu mpya yenye mvutano wa kipekee. Tundu Lissu bado yuko kizuizini kwa kesi ya uhaini tangu Aprili mwaka 2025. Kesi yake imecheleweshwa mara kadhaa na inaonekana kama moja ya kesi zenye uzito wa kisiasa zaidi katika historia ya hivi karibuni. Chadema inaendelea na operesheni kama Free Tundu Lissu na kudai katiba mpya, na kanda ya Victoria pamoja na mikoa mingine inaonyesha nguvu kubwa ya chama. Rais Samia Suluhu Hassan anajaribu kuonyesha picha ya utulivu, umoja na maendeleo. Amefanya uteuzi kadhaa wa kimkakati na anazungumza sana kuhusu amani pamoja na maridhiano. Na ripoti ya tume ya Jaji Chande ilikiri vifo vingi na ghasia, lakini ikakanusha baadhi ya maudhui yaliyoko mitandaoni. Hii imeacha baadhi ya wananchi na familia za waasilika na hisia kali ya haki haijafanywa kikamilifu. Na pia kuna shinikizo la kimataifa. Kwa mfano, bunge la Ulaya, EU na baadhi ya nchi za Afrika Mashariki linaendelea likitaka uwajibikaji na mageuzi. Hali ni ya mvutano wa chini lakini unaochemka chini ya uso. Kuna amani ya nje lakini chini kuna hasira, mashaka na matumaini yanayopambana. Kwenye utabiri wa uwazi kwa kuanzia mwaka 2026 mpaka mwaka 2027, mwaka wa kwanza wa mvutano, operesheni za Chadema zitaendelea na kuongezeka, hasa mikutano ya hadhara na kampeni ya katiba mpya. Na kesi ya Lissu itaendelea kuwa chanzo cha mvutano, na kuna uwezekano mkubwa wa kuachiliwa huru au kesi hiyo kurekebishwa kabla ya uchaguzi wa mwaka 2030 ili kupunguza shinikizo. Na Rais Samia atajaribu kuimarisha mamlaka yake kupitia uteuzi wa miradi ya maendeleo huku akiepuka migogoro mikubwa. Na kuanzia mwaka 2028 mpaka mwaka 2029, mwaka wa kurekebisha. Ikiwa mazungumzo ya kitaifa yatafanyika, kuna nafasi ya mageuzi madogo ya sheria za uchaguzi na uhuru wa kisiasa. Chadema itakabiliwa na mtihani wa kuonyesha sera mbadala halisi na si malalamiko tu. Na uchumi pamoja na maendeleo yatakuwa kipaumbele kikubwa cha Rais Samia ili kupunguza malalamiko ya vijana. Na kwa mwaka 2030 mpaka mwaka 2031, mwaka wa uchaguzi wa mwaka 2030 utakuwa na mvutano mkubwa. Kama Lissu watakuwa huru na Chadema itakuwa imejipanga, itakuwa ni nafasi kubwa ya kushindana. Kuna uwezekano wa maridhiano ya kisiasa kabla ya uchaguzi ili kuepuka kurudia machafuko ya mwaka 2025. Rais Samia au mlisi wake atajaribu kudumisha mstari wa CCM, lakini shinikizo la mageuzi litakuwa kubwa zaidi. Utabiri wa kujumla ni kuwa kuna uwezekano wa amani yenye mvutano badala ya vita vya wazi, na mageuzi ya katiba na sheria za uchaguzi yanaweza kufanyika polepole. Na pia Lissu ana uwezekano mkubwa wa kuachia huru ndani ya miaka 1 mpaka 2, lakini itategemea na mazungumzo na shinikizo la ndani na nje. Samia atajaribu kuondoka kwa taswira ya rais wa umoja na maendeleo, lakini ulisi wake utategemea jinsi atakavyoshughulikia swala la Lissu na uwajibikaji wa Oktoba mwaka 2025. Na pia hali ya sasa inaonyesha kuwa Chadema ina nguvu ya chini ya ardhi na inazidi kuwa na ujasiri. Na pia serikali inajaribu kudhibiti mvutano kupitia mazungumzo pamoja na miradi. Na vijana aswa Generation Z ambao wanajiita Gen Z wana sauti kubwa zaidi kupitia mitandao na wanaweza kuwa kichocheo cha mabadiliko au machafuko. Wito wa katiba mpya na uwajibikaji wa mauaji ya Oktoba mwaka 2025 ndio mada kuu itakayotawala kwa miaka 5 ijayo. Tanzania inahitaji mazungumzo ya kitaifa ya kweli, si mazungumzo ya uso kwa uso
bali mazungumzo yenye ratiba, washiriki wote, na lengo la kuleta mageuzi halisi ya katiba na sheria za uchaguzi. Na Tundu Lissu anapaswa kuachiwa huru haraka. Kesi yake imekwenda muda mrefu sana. Kuendelea kumshikilia itaongeza chuki na migawanyiko. Haki yake ya kisheria inapaswa kuheshimiwa. Rais Samia ana nafasi ya kuandika historia. Anaweza kuwa rais wa mageuzi na umoja ikiwa atachagua uwajibikaji halisi na mazungumzo ya wazi, lakini ikiwa atachagua kuficha au kukandamiza, migogoro itaongezeka. Kwa utabiri huo wa miaka mitano, kuna uwezekano wa amani yenye mvutano na mageuzi ya polepole, na Lissu anaweza kuwa huru ndani ya miaka hiyo miwili. Katiba mpya au marekebisho makubwa yanaweza kufanyika kufikia mwaka 2029 mpaka mwaka 2030. Tanzania pamoja na mengine, lakini ikiwa pande zote zitabaki kuwa na chuki na msimamo mkali, migogoro inaweza kurudi kwa nguvu zaidi kwa mwaka 2030. Tanzania ina uwezo mkubwa wa kuwa nchi yenye demokrasia na maendeleo thabiti. Inategemea na ujasiri wa viongozi na hekima ya wananchi. Hali ya kisiasa nchini Tanzania bado ni ya mvutano, lakini kuna nafasi kubwa ya mageuzi na maliziano. Operations za Chadema, kauli za viongozi na shinikizo la kimataifa zitaamua mustakabali wa miaka mitano ijayo. Tanzania yetu inaweza kuwa bora zaidi. Tuwe na hekima, uvumilivu na ujasiri wa kujenga kwa pamoja. Huu ni utabiri wa Bwana Kigogo ambaye anatabiri kwa miaka hii inayofuatia. Kuna mambo mazito yanaweza kutokea. Jambo la kwanza ni kuachiliwa kwa Lissu na pia kupatikana kwa sheria mpya za uchaguzi pamoja na tume mpya ya uchaguzi.